Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Leo tunakuletea stori kuhusu waadhiriwa wa wanyamapori Taita Taveta kuanza kupokea fidia kutoka kwa serikali kupitia KWS. Karibu tuandamane hadi tamati. Kabla ya kuzama ndani kabisa kwenye stori hii na kukumbusha kuwa afya ya akili kwa mwanaume ni muhimu sana, usikose semina ya afya ya akili kwa mwanaume mnamo tarehe 24 mwezi wa Mei mwaka 2025. Ni semina ambayo imeandaliwa mahususi katika hoteli ya Augustine George mjini Voi kuanzia saa 3 asubuhi. Kwa maelezo zaidi, mtazamaji, angalia kijibandiko ambacho tumekuwekea. Tumaini limeanza kurejea kwa wakazi wa Taita Taveta baada ya miaka mingi ya mateso kutoka kwa wanyamapori. Na kuna mambo mengi sana ambayo tumekubaliana baina ya kaunti ya Taita Taveta na State Department of Wildlife. Shirika la wanyamapori nchini KWS limeanza kutoa fidia kwa waadhiriwa wa mashambulizi ya wanyamapori, ikiwa ni pamoja na waliopoteza mali, mifugo na hata wapendwa wao. Taita Taveta ni kaunti ya muhimu sana hapa Kenya, kwa sababu ndiyo iko na ile national park kubwa zaidi katika Kenya, Tsavo East na Tsavo West. Maofisa wa KWS wananiambia size ama ukubwa wa Tsavo East na Tsavo West ni kubwa kuliko nchi mbalimbali kama Israel, kama Finland, kama Rwanda, na kwa hivyo Taita Taveta na Tsavo East na Tsavo West ni ya muhimu zaidi kabisa, na sisi tukiwa kwa serikali tunaelewa hivyo na tunatambua. Baada ya miaka mingi ya kulia na kuomba msaada, leo wanapokea fidia. Wanasema wanashukuru serikali. Lakini tunashukuru ya kwamba hata tumshukuru waziri wetu. Unajua wakati mwingine tu watu wa kushukuru. Waziri alipoingia kwa hii nyadhifa, ninaona kwamba yale ambayo yalikuweko, hata tutaangalia compensation ambayo tutaendelea kupata kutoka sasa, ni tofauti na ile ambayo tulipata wakati ule. Na kuna mpango naamini atatuelezea leo ambao serikali imetoa kuhakikisha kwamba watu watakuwa wanalipwa fidia zao real time. Maybe ukiliwa chakula chako leo, maybe after less than 1 month umefanya nini? Umelipwa. Maana tumeumia sana. Kuna wengine wamegoja zaidi ya miaka 5 hapa, wengine hata miaka 7 hapa, hata wengine wameaga kabla hawajapata nini? Fidia zao. Hilo ni jambo ambalo la kusikitisha sana. Wabunge wa Voi na Mwatate walishuhudia hafla hiyo ya kugawa hundi, huku waziri wa utalii Rebecca Miano akiwa mgeni rasmi. Na ndiyo maana serikali yake kwa miaka miwili imeweza kutenga shilingi bilioni 3 kwa miaka miwili, lakini hapo awali kwa miaka 10 kulitengwa tu shilingi bilioni 2. Kwa hivyo hiyo inaonyeshana waziwazi kwamba rais wetu anatilia maanani haya mambo ya wanyama na binadamu, na ametuhimiza pia tuhakikishe hii migogoro tumeipunguza. Waziri anasema kwamba serikali inaendelea kuwafidia wote walioathirika na kwamba serikali ipo pamoja na wenyeji wote wa Taita Taveta walioathirika na wenyeji wengine. Tabitha Mweni Mwanga amekuja milioni 2
516,000. Asante sana. Haya, makofi kwa Tabitha. Pongezi sana. Haya, kuna Esther Ngina Kalimbi. Esther Ngina Kalimbi. Esther Ngina Kalimbi anapata 2,516,000. Asante sana. Haya, makofi kwake tena na pongezi, amepokea Hawa ni wale wapendwa wao waliaga dunia. Kwa hivyo tafuta machozi tu kidogo. Haya, Martha Maguba Crispin. Martha Maguba Crispin. Haya, na yeye pia 2,516,000. Asante sana. Haya, Hawa Abdirahman Sheikh. Hawa Abdirahman Sheikh. Kwani nalia na ni 2,000,000? Asilia. Sasa mwanangu alienda. Haya, na yake pia 2,516,000. Hawa. Asante sana Elizabeth Madio wa kesho 429. Karibu sana Elizabeth. Mtoto wake alikuwa amegongwa na nyati. Pole sana mama. Masi Charo Katana. Masi Charo Katana. Yuko? Njoo na kwenu. Usimfuate lakini. Utaboa. Haya, huyu Mama Mary mume wake aligongwa na ndovu akafariki mwaka wa 2016. Imagine ni wapi hapa. Lakini Mwenyezi Mungu amesikia kilio, angalau kutwe machozi kidogo mami. Oh, 2,516,000. Penina Nduku Mutua. Penina Nduku Mutua. Sawa. Yuko? Haya, na Wacha waliko. Penina Nduku. Karibu sana. Haya, na Penina Nduku mume wake alikufa mwaka wa 2019. Naye amepata 2,145,000. Pole sana. Haya, nyingine Ngoda Kilelu. Ngoda Kilelu. Okweni. Haya. Karibu baba. Na wewe unionaje?
unasikia waziri tunasema. Ngola kile lumkwake bibi yake aliumwa na nyoka na akafariki. Naye amepewa 2,516,000. Mke wake aliumwa na nyoka mwaka wa 2018. Ataoa sasa. Itaoe. Huyu atafuata huko sasa. Basi hebu sikizeni kidogo. Huyu si mmesikia ndio wa 2018. Wakati ule sheria ilikuwa haijabadilishwa, nyoka wakatolewa. Sasa katikati hapa nyoka walitolewa. Alafu sasa ndio tunasema nyoka warudishwe. Warudishwe, watu wapende fifi. Okay. Hawa wengine wote. Asante sana. Kuna list hapa ya watu total wale wameletewa checks zao ni watu 22 ndio cheki zao zimekuja. Asante sana PS. Hatimaye sauti ya wananchi wa Taita Taveta imesikika. Fidia hizi si tu msaada wa kifedha, bali ni uthibitisho kuwa maisha ya wananchi ni ya thamani, na kukumbusha kuwa afya ya akili kwa mwanaume ni muhimu sana. Usikose semina ya afya ya akili kwa mwanaume mnamo tarehe 24 mwezi wa Mei mwaka 2025. Ni semina ambayo imeandaliwa mahususi katika hoteli ya Augustine George mjini Voi kuanzia saa 3 asubuhi. Kwa maelezo zaidi, mtazamaji, angalia kijibandiko ambacho tumekuwekea.